Bwana hili ni bonge moja la stori la kusisimua na la kijasusi linalomhusu jamaa mmoja mwenye akili nyingi na uthubutu wa hali ya juu. Stori hii inachanganya mbinu ya kutoka gerezani, usaliti na jinsi alivyocheza na akili ya wauza madawa ya kulevya wa Afrika Kusini kabla ya kukimbilia kwao Malawi. Hebu tushike nayo hatua kwa hatua movie hii. Bwana, jina langu naitwa Charles, the best presenter in town, na hii ni Charles the Storyteller, mnyama OG. Bwana, kijana huyo Mariko alikuwa amejipenyekeza kwenye mtandao mkubwa wa wauza madawa ya kulevya jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kusafirisha mizigo na kusimamia mahesabu ya fedha chafu. Hata hivyo, baada ya dili moja kwenda mlama kutokana na usaliti wa ndani, Mariko alikamatwa na polisi na kusukumwa kwenye gereza moja lenye ulinzi mkali nje kidogo na Pretoria. Bwana, hapa tunakuja kugundua kwamba wauza madawa wengi walijua Mariko ameoza gerezani, lakini hawakujua kuwa aliondoka na siri kubwa. Alikuwa anajua msimbo au kodi na sehemu ambapo genge hilo lilikuwa limeficha mamilioni ya randi, fedha ya South Africa, ndani ya gereza hilo. Fedha hizo zilikuwa zinasafishwa kupitia miradi fulani ya ujenzi na usambazaji wa vyakula gerezani ambayo ilikuwa inamilikiwa na mabosi wa genge hilo kwa siri. Bwana, Mariko alijua kuwa akikaa gerezani kwa muda mrefu ama atauawa na watu wa genge hilo ili afe na siri yake au ataozea jela. Alianza kusoma mifumo ya ulinzi wa gereza, muda wa mabadiliko ya walinzi yani shifti, njia za magari ya kubebea taka na vyakula, walinzi mafisadi ambao wangeweza kununulika kwa urahisi. Bwana, kwa kutumia kijisenti kidogo alichokuwa amekificha kabla ya kukamatwa, Mariko alimuonga mlinzi mmoja ambaye alikuwa na madeni makubwa ya kamari. Mlinzi huyo alimpa Mariko sare za ufundi yani maintenance uniform na lundo la funguo za akiba za nyumba ya store. Bwana, siku ya kutoroka ilipofika, kukiwa na vurugu kubwa ya makusudi iliyosababishwa na wafungwa wenzake kwenye ukumbi wa chakula, Mariko alijipenyekeza hadi kwenye ghala la chini la ardhi la gereza, na huko kwenye chumba kilichotengwa kwa ajili ya vifaa vya ujenzi ambavyo vilithibitishwa na kampuni ya mbele ya lile genge la madawa. Bwana, Mariko alifanikiwa kufungua safe maalumu. Ndani yake kulikuwa na mabegi mawili makubwa yaliyojaa noti za randi zilizokuwa zinasubiri kusafirishwa kwenda nje ya gereza. Alipakia mabegi yale kwenye gari la usambazaji wa nguo safi za gereza ambalo dereva wake alikuwa tayari ameshalipwa chake ili asikodoe macho. Na baada ya kutoka nje ya milango ya gereza, Mariko hakupoteza muda. Alijua wauza madawa na polisi wa South wangeweza kufanya vizuizi kila mahali, kutumia usafiri wa ndege wala mabasi makubwa ya mikoani. Alifanya yafuatayo: alikodi gari binafsi la underground lilompeleka hadi mpakani mwa Afrika Kusini na Zimbabwe. Akiwa mpakani, akupita njia rasmi, alitumia panya yani kuvuka mto Limpopo usiku wa manane akiwa amebeba mamilioni yake ya randi yaliyofungwa kwenye mifuko ya plastiki isiyoingia maji. Kutoka Zimbabwe alikata tiketi ya magari ya mizigo yani malori makubwa, akijifanya yeye ni mfanyabiashara wa nguo za mitumba, huku akigawa hongo ndogo ndogo kwa polisi wa barabarani nchini Zimbabwe na Msumbiji. Bwana, baada ya safari ya siku 4 ya mateso, hofu na kutoona usingizi, hatimaye Mariko alivuka mpaka wa Dedza na kuingia nchini kwao Malawi. Akiwa salama kwenye ardhi ya nyumbani, Mariko alikuwa mtu mwingine kabisa. Alibadilisha zile lendi kuwa fedha za Malawi yani kwacha, na kuanza kuwekeza taratibu kwenye miradi halali kama kilimo kikubwa cha kisasa, majumba ya kupanga na biashara ya usafirishaji ili kuficha chanzo cha fedha hizi. Bwana, hadi leo tunavyoongea kule Afrika Kusini, faili lake lilifungwa kama mfungwa aliyotoroka na kupotea kusikojulikana, huku lile genge la wauza madawa ya kulevya lilibaki likishangaa ni vipi mfungwa mmoja aliyeweza kuingia kwenye hifadhi yao ya siri
akaondoka na utajiri wao na kuyeyuka kama moshi. Bwana, kwenye maisha kuna mambo mengi sana ambayo wengi hupitia, hasa vijana ambao wanatafuta maisha ya haraka sana, na hii inatufanya wengi tuweze kukimbilia South Africa kwa sababu tunategemea kwamba ndiyo sehemu sahihi ya watu kujikwamua kimaisha, kwa maana urahisi wa maisha, harakati, mishemishe ni nyingi kuliko Bongo ambako huku tunapakimbia. Hizi ni stori nyingi sana kutoka South Africa. Ni wengi vijana wanaokwenda South Africa hawaelewi kwamba ni nchi yenye vurugu nyingi sana, mapambano ya nje ya wazi, watu kuuawa, lakini pia kuna ugaidi ambao ni wa chini chini sana. Lakini watu wa South Africa hawapendi kabisa kuwa na au kuona watu kutoka nchi zingine kuja kwao, kwa maana wao wanachukulia ni kama wanakuja kunyang'anywa fursa za kimaendeleo, hivyo wanakuwa wakali na kufanya ugaidi ambao unahatarisha maisha ya watu ambao wanakuja kuzamia Afrika. Bwana, ili ni bonge moja la story, bonge moja la movie, yani ni bonge moja la story. Jina langu naitwa Chad, the best presenter in town, na hii ni Chad the Storyteller, mnyama OG.